Karibu sio kwema kaka. Baba salama kabisa kaka. Na mimi nashukuru baba, nimeamka salama nikiwa salimina, ingawa nilikuwa najiwinda na yule Ashura aliyenichokoza mimi kule Cairo Misri. Mwisho wa siku sasa naona kuna hapa katikati hapo, naona kuna kajitu kamekuja kujipendekeza kwenye ligi kuu Tanzania bara aka Dodoma Jiji aka Mgogo. Sasa zile hasira za yule alonipiga kule Cairo Misri, ngaja nimgaragaze huyu, afu baada ya hapo nimkutie maji nipeleke kwenye magereza ya Guantanamo kule Zehegi kule Zanzibar kule. Ila ngoja nimnyoe kwanza Mgogo leo kwanza. KMC Mwenge nimkaribishe kwanza kwenye ligi kuu, kwamba wenzako wanajaribu kuja hapa KMC Mwenge. Mara ya mwisho nimemnamba mkopesha mabeseni 6, yani 6. Sasa huyu na yeye huyu, kabla sijaenda Zanzibar nataka nimpelekee salamu yule Alali aka Sucho. Ukiachana na wewe kupeleka salamu kwa Alali Zanzibar, ni kwamba maana mchezo uliopita ni kwamba kwanza toto la mudi mpaka sasa hivi ukizungumzia danga la mtaa, danga la nchi, danga la dunia, danga la kitaifa, danga la kimataifa, toto la mudi sasa hivi linagawa tu utamu. Tukizungumzia vitu vinavyogawa utamu Tanzania ni mtoto wa mudi. Sasa anaposema kwamba anataka kupeleka salamu, anakwenda kumpelekea salamu kwa nani? Kwa sababu nikiangalia ile timu yenyewe mpaka sasa hivi inapiga kombolela. Sasa huwezi kusema unakwenda kumpelekea mtu salamu na wakati jina lako lenyewe unapiga bila kombolela. Alafu usipogawa utamu jisikila. Sasa unaposema unakwenda kupeleka salamu, kwanza mpaka sasa hivi watoto bila kombolela. Mimi najua kuna bila kombolela kwa sababu walipomtambulisha tena soka wamemtambulisha Chama, alojipeleka kwa mkopo kule, Kibabage alojipeleka kwa mkopo kule. Wamemzoa, wamempeleka au kajipeleka kule kwa mkopo. Tumeona juzi kule unaambia nazunguka tu na kaptura ndani mle. Kwa hiyo sasa ukiangalia sasa ile ndio kila la Chama aka Kibabage. Sasa anaposema anampelekea salamu, kwanza kwa mahesabu ya haraka tukipiga hesabu zako, mtoto arudi kwenye ligi kuu nani kwenye kombe la ligi ya mabingwa. Tuseme asanteni kwa kushiriki. Bye bye. Mpaka sasa hivi ukiangalia kwenye msimamo wao unaona amemkatisha tamaa, yuhusu hata kuku kumeza punja. Ukiangalia alikuwa juu pale, yuko na pointi zake 7. Alikuwa nafasi ya pili na pointi zake 5. Alikuwa nafasi ya 3 ana pointi zake 4. Toto la mudi kichwa cha mwenda wazimu debe tupu. Sasa ana matumaini kutoka wapi? Na kwa Mkapa anakuja kufa tena Jumapili kwa bila lile kombolela. Uwezo upi kaka? Kwanza ukiangalia mimi nilikuwa king'ang'anizi katika kutoa zile wanaitwa password mpaka 45 za mwanzo. Alali mwenyewe ulimi huu umemtoka pale, nimempigia pila Minome pale nyumbani kwako, ulimi huu ngala umemtoka mpaka kidume kinakwenda mapumziko. Alali kasimama amebaki na mmedua pale, ndio kinakwenda kipindi cha pili zinafanyika 1 mistake 1 goal, ndio anatufunga goli la kwanza ile kupitia kule kwa amekaa Kibabage nani Israel mwenda kule wezaka anaruka yeye kama inamisha kichwa, ndio goli la kwanza 1 mistake 1 goal. Goli la pili uliangalia mpira ule ghafla haya baya kuingia mpira ulimkataa pale, ndio funga goli la pili. Lakini mimi nilikuwa king'ang'anize, lakini mtoto wa mudi dakika 10 tayari kashamanua miguu watu imo. Kwa hiyo sasa ukizungumzia mtoto wa mudi, kwanza mtoto wa mudi anapopiga kelele, angalia kwanza angalia yeye mwenyewe kwanza mfukoni na nini. Mimi unanizomea na pointi zangu 4. Nina mzigo mkononi, pointi zangu 4. Mtoto wa mudi ananipigia mimi kelele anasema nimefungwa goli 2. Na wakati mimi yeye hana hata pointi hata moja. Ukienda kuangalia kwenye kundi lake, linamkatisha tamaa. Alikuwa pointi ya kwanza kule, alikuwa juu kule na pointi 7. Huyu wa pili pointi ngapi? Ana pointi zake 5 zile. Huyu wa 3, 4. Huyu wa mwishoni mtoto wa mudi kichwa cha mwendawazimu. Yelewa tukasema tuachane na mechi za kimataifa. Hata juzi nimetoka kuongea na CAF kwamba bwana, kama vipi ile group tuachane na maana kucheza mechi za kimataifa, twende tukatengeneze group letu wenyewe nyumbani. Sina kwenye group inatakiwa timu 4. Haya tutengeneze group letu hapa Tanzania. Kwamba nafasi ya kwanza yupo Yanga, nafasi ya pili yupo nani wale Singida na pointi 4, nafasi ya 3 yupo Sinali mfungamadisha hata wana pointi zake 3. Hilo group hilo la kwetu hilo hatujaenda nje hilo la kwetu Tanzania. Yanga juu kuna na pointi 4, Singida na pointi 4. Ya nani hawafungamadishwa na pointi 3. Mtoto wa mudi bado makwenda kuinama. Hilo group la nyumbani ujue. Sasa wanavyosema anakwenda kwanza, naiomba mechi ya siku ya Jumapili. Na waomba wale CAF kwa kushirikiana na TFF. Naomba mechi ya Jumapili wacheze bila mashabiki. Vinginevyo viti toka Mkapa vinaenda kuisha vile. Mtoto wa mudi akishinda bwana Joyce nitafute na kuja elfu 50 labda ashinde njapa bila lile la kombolela kaka. Nimekwambia mnyama sasa hivi nimekwambia kashapa simbilisi. Alafu jamani zanguni na umbeni watoto wa mudi mkiona nao kuna namba ile namba ngapi ile namba 29 baada ya kupigwa ngwala kubiduka bidu watu kijezi kila kilipobiduka kilitoka juu huku. Mambo hadharani yamemwagika mambo pale. Shanga kaka. Bila
Mimi nashangaa hata waandishi habari mnaokanusha kaka shanga. Sasa hivi Tanzania mchezaji ametajwa Tanzania. Shanga zimepanda bei sasa hivi. Umeona tale? Shanga zile. Kaka sasa tunaposema kwamba nagawa utamu Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, danga la nchi, danga la mtaa, danga la dunia lilozofumu mjini. Watu watabuni waona pesa mchezaji na shanga amekuwa maruti. Angalia shanga mama sikiliza zinamwagika pale. Nakwambia yeye kaka mimi sijawahi kuona kaka, hata sasa hivi bwana Diala anakuja hapa kaka. Ananyanyua jezi hapa sasa hivi tuangalie kama anayo. Yule ana bwana. Mle yaliomo yamo mle kaka. Hata rafiki zangu wala kina wale Mjimo Benedito labda Alessandro Mayala Mayunga waona vizuri kaja kina Nashi. Walipomwona mchezaji yule akamwambia mtoto sio riziki huyu. Na ndio maana watoto bure wanazidi kugaa utamu. Sasa kama mtu kavaa shanga, unaona kitu kuna nini tena hapa? Tanzania yenyewe shanga zimepanda bei sasa hivi. Baada ya kumleta mchezaji. Baba shanga kaka. Sasa si mwangu hizo kaka. Watu wanasema kamba ya kwenye kaptula. Kamba kwenye kaptula na kamba ile inaitwa boxi. Nini? Iko wapi? Hiyo. Sasa hiyo shanga hiyo ukiangalia vizuri, hiyo inaitwa ruksi. Wewe unajua maana ruksi? Ruksi nao kaa kwenye kaptula, lakini ile ya kwake ile inang'aa kabisa na ng'ang'ana kaka. Watu wanaona hadharani mambo mle kaka. Kwa hiyo tunaposema danga la nchi na mtoto Mudi akishinda mechi ya Jumapili, walai tena nimekwambia choice ni dai elfu 50. Mtoto Mudi kwenye mechi ya kimataifa mpaka sasa hivi mimi na Mwezebia ndio kupanda vimungu Mbezi. Wamekuja kujipanga mekwa nyumba. Unajua mtoto Mudi kwa timu ile hata kama angekuwa na timu wana mechi 10 mfululizo hapo mbele. Lakini bila lile la Kombolela lile aende akashinda wapi? Labda ashinde njaa. Mtoto Mudi ataendelea kuwa mbovu, Na mechi ya Jumamosi mimi naambia ni kabisa kama ataruhusu aende kwa Mkapa pale aende akacheze. Walai tena kifurukumbi kitakachodondoka pale. Kwa sababu moja kati ya timu sasa hivi ligi kuu Tanzania bara ikisha au ligi ya mabingwa baada ya dakika 90 kuisha. Watu wanaobweka sasa hivi wapo kama wapo kwenye ulabu wako kwenye klabu cha Mkangafu ama Wanzoge. Watu wa Mudi wanaongoza kwa kubweka. Mpaka juzi amewajaje kule meja Samuel yule. Anasema kwenye timu yetu kama kuna mtu ana roho nyepesi kama mabandama na mapupu asije uwanjani. Wao unafikiana maana gani hapa? Kashachungulia na namuonya hata Mangungu nimpe ushauri. Kashaona hapa Misri mwanzima Darwin Yanga akimbia. Alipochungulia akaona humu hamna timu humu. Kocha mwenyewe kashapeleka begi moja nyumbani kwake. Alikuja na mawili moja kashapeleka kwake. Sasa kashatu yule kocha mwenyewe anaitwa Beka na jina jepesi kama mgogo kitambi nding. Sasa wewe kocha na kitambi wewe unakwenda kufundisha nini hapa? Baada ya kufundisha timu na kuna kitambi pale. Begi moja kashapeleka nyumbani kwake. Nimekwambia hivi mtoto wa Mudi mpaka sasa hivi kwenye mashindano ya kimataifa. Bye. Yaani ukiweka kwenye viwango hata Singida mwenyewe yuko bora. Singida mpaka 7.4 hata mtoto wa Mudi na point ngapi? Kwa ukienda kwa sisi hapa nazungumza nini? Nimekwambia Singida na point 4, mtoto Mudi na point ngapi? Bebe tupu. Ndio maana lile unajua kuna msemo mmoja anakuambia usitukane mtu kabla hujavuka mamba. Mtoto Mudi alikuwa anamcheka mimi baada ya kufungwa na wale halali wale. Basi kwa pili yake ikawaje pale mtengi kwa ten. Alafu anamcheka mimi mwenzake na point. Sasa angalia kwenye kundi langu. Nikimpanga juu tu yule nani Zuchu weke halali yule. Nikimkumuta na point zangu 7. Tena nikimgonga nyingi na kwenda kuongoza lile kundi lile. Sasa mtoto Mudi mtoto Mudi aenda kushinda. Tena nimemwambia hata meneja wa uwanja ndege kwamba mtoto Mudi kwenye meza kimataifa kashatolewa. Kwa hiyo marufuku kukanyaga uwanja ndege aende kwenye vipinyiko Mbezi kaka. Afanye kitu gani na wachezaji? Sasa wewe kwanza uwezi kwenda kushinda eti mchezaji mwenyewe kibabage. Uende ukashinde mchezaji mwenyewe anaitwa Chama. Chama alikuwa anatupigia kelele yuko wapi? Yule alikuwa anazunguka na kapro. Hebu leo hii nani yule? Hebu ukienda labda pale kidogo kama kwa mfano kama ile nani yule Kapombe. Hebu niambie Kapombe anacheza namba ngapi sasa hivi? Yaani Kapombe katika watu ambao wanaitegemea kwenye kikosi cha watoto Mudi Kapombe. Mimi naona atandika lugha aenda kale watoto wake kina Esther. Wanamtetea yule utakuja kumuua. Angalia kwenye mechi ile aliocheza na nani wa Mtibwa Sukari. Baada ya mechi kuisha, wakati mashabiki wanapiga kelele hapo kama kwenye komoni, Kapombe anabaka analia. Sasa wewe timu sio babako unalia. Yaani babako mamako mzazi hajafa, wewe unaanza kulia. Sio achane nalo. Mimi nakwambia Kapombe amekuja kwa wafunga madishi, maana alianza kwa wafunga madishi yeye. Hana hata ndevu mpaka leo ana ndevu bado anacheza mpira tu kaka. Angalia sasa hivi anajulikana anacheza beki aje. Kapombe atandika daruga timu za kuja kumua ile zaka anamtegea. Yaani sasa hivi beki yeye, kiungo yeye, striker yeye, sijui nani midfield yeye. Yaani kila kitu yeye. Sasa wewe utasema hapo wewe zako wanakutegea wewe. Atandike daruga achane na ile timu itakuja kumuua. Kama unapoona labda kama anaendelea kumrudisha Mudi sawa. Kama